Ya habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hiki ni kipindi cha Meza ya Hoja ambapo tutazungumzia mambo kadha wa kadha. Hivi karibuni wameruhusu vyama vya siasa kufanya shughuli zao za kisiasa, kikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hapa niko na mbao, tutaanza kuzungumza mambo mbalimbali. Kabla sijaendelea, nitapenda kumkaribisha. Karibu kwa majina, unafanana na ni mkazi wa wapi? Kwa majina yangu naitwa Moses Solomon, Muhangaza, mkazi wa hapa Pangara. Kazi zangu ni fundi viatu, lakini mimi ni mkulima. Tunapozungumzia siasa, ni maisha ya watu wakiwemo wakulima, wafanyabiashara, wajasiriamali na shughuli mbalimbali. Leo hivi karibuni serikali imetoa tamko kwamba shughuli za kisiasa, vyama hivi pinzani ama vyama vya kisiasa viendelee kufanya shughuli zao za kisiasa. Wewe kama mdau, hili jambo umelipokeaje? Binafsi nilipokea vizuri. Nilipokea vizuri kwa sababu kama ulivyotanguliza kusema, jambo la siasa ni kazi ya mtu, ni kazi za watu, ni maisha ya watu. Kwa hiyo binafsi kwanza nilipokea vizuri kwa sababu mtu kufanya siasa ni haki ya mtu. Ni haki ya mtu. Kwa hiyo siasa ni sehemu ya maisha ya mtu, siasa ni sehemu ya maisha ya watu. Kwa hiyo binafsi nimefurahi kwanza kwa sababu mimi mwenyewe ni mdau wa siasa, pia mimi ni kiongozi ndani ya chama cha NCCR Mageuzi. Kwa hiyo siasa najua kwamba siasa inatuweka mahala ambapo ni pamoja. Siasa inatukutanisha ndugu na ndugu, siasa inatufanya akili zetu kuchangamka. Siasa kwanza yani ni sehemu ya mtu ya watu kuzitambua haki zao za kimsingi zaidi. Kwa hiyo mimi binafsi kwanza hivi karibuni kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, baadhi ya watu wanasema kwamba baadhi ya vyama vya siasa vimenyimwa uhuru wa kufanya kazi zao, zikiwemo mikutano na shughuli nyingine. Ni kivipi imeathiri baadhi ya vyama vya siasa, kikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho chenyewe kabisa hakikuweza kushiriki katika uchaguzi Oktoba 2029? Ni kivipi imeathiri katika upande wa vyama pinzani katika swala zima la uchaguzi, lakini pia na kisiasa kiujumla? Yes, yani ni kwamba niseme kitu kimoja, kwamba kwa namna ambavyo tangu nimekuwa mwanasiasa nimejikuta hilo swala la kunyimwa haki lipo, japo lilikuwa halijawa kwa kiwango kile ambacho tunakiona sasa. Maanake kama vyama vya siasa tofauti na chama kilichoko madarakani ambacho ni chama tawala, tofauti na ile vyama, kama ni kushinda sana walikuwa wanashinda kwenye chaguzi kuu au kwenye chaguzi zote walikuwa wanashinda. Kwa mfano ukiangalia kama tukianzia hata kwenye kwenye uchaguzi uliofanyika mwaka 2015 vyama vya siasa vimeshinda sana. Na ukiangalia tena kwenye wakati wa chaguzi zote za siku za nyuma, maanake ukiangalia hata bunge ilikuwa lina wabunge wengi sana, ambapo sasa na zile bunge wakati tu lilikuwa lina nguvu ukilinganisha na nyakati za sasa. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukasemea kwamba sasa hivi kwamba ndio vyama vya siasa vimenyimwa haki zao za kimsingi. Lakini hapo kale watu wamenyimwa haki zao. Lakini pia niseme kitu kimoja, nchi hii tayari tumeshakuwa na mfumo yani tumeshakuwa na mfumo mbovu wa kuwanyima watu wengine haki zao za kimsingi, kwa sababu ni kama vile wale serikali iliyoko madarakani kama inataka chama kimoja ndio kiwepo madarakani kwa kuzingatia maslahi yao tu, kama maslahi ya binafsi. Kwanza wengine tume tulionayo kwa sasa nchi mbovu, kwa sababu ile tume haichukui uhuru wa wanasiasa kujinafasi. Unaona, Waswahili wa sasa wanasema kujimwambafaa, kujidai kwenye siasa. Unaona, kwa hiyo inafanya kwamba
inatufanya yani inatuminya hata kama ukishinda kwa nani ukishinda kwenye uchaguzi haiwezi kukupa ushindi, kwa sababu wananyuma wanasema kwamba ukishakupa ushindi utafanya nini, wale watanani watakuwa kitumua kitainulia mchanga. Ndio tulionayo kwa sasa. Kwa hiyo maana kwamba nani tume tulionayo kwa kweli, kusema kweli ni mbovu, haiwezi kutupa haki zetu za kimsingi vyama vingine ambavyo ni tofauti na chama tawala. Tunaona baada ya kuruhusu vyama vya siasa vifanye shughuli zao, ni matokeo yapi ambayo wewe kama mdau wa chama cha siasa unaweza kupata au vyama vya siasa? Matokeo sema kama matokeo kwamba ni matokeo yapi ambayo inaanza nikapata. Kwanza, kuruhusiwa kwa vyama vya siasa ili ifanye kazi yake, kwanza kuna faida nyingi. Kuna faida kwa wananchi, lakini kwa vyama vinavyohusika ambavyo viko kwenye nchi hii. Niseme kitu kimoja kwamba vyama vya siasa vikisharuhusiwa kufanya shughuli zao, kumbuka kwamba vyama siasa ni kazi za watu, lakini siasa ni zinatufanya kukutana watu na yani mtu na mwingine, lakini siasa zinatengeneza urafiki kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia siasa ni shughuli za watu, ni kazi za watu, yani zinafanya watu kuwa, yani zinafanya kuwa watu kuwa na maslahi katika siasa. Lakini pia siasa zinawafumbua watu wananchi, lakini pia watu wanajua dunia yao, dunia inakwendaje, nchi yao ikoje. Kwa hiyo faida kwenye siasa ni kubwa sana kuliko unavyofikiria. Tunaona miaka hivi karibuni kuanzia 2020 hadi hivi sasa, baadhi ya vyama vya siasa vinadaiwa kwamba vilinyimwa uhuru wake wa kufanya shughuli za kisiasa. Ila changamoto ilikuwa nini na kipi kilisababisha kwamba walalamike kwamba hamna uhuru wa vyama vya siasa katika kufanya shughuli zao? Niseme kitu kimoja, vyama vya siasa vimekuwa vikinyimwa uhuru wa kufanya siasa au kufanya shughuli zao za kisiasa kwa sababu tu tume iliyoko madarakani ambayo ni tume ya uchaguzi au wasajili au tuseme tume moja kwa moja, ni kwamba wamekuwa wakiweka kipaumbele maslahi ya chama kimoja ambacho chama chenyewe ni CCM. Sasa CCM imekuwa yani ikinyima uhuru vyama vingine vya siasa. Ni uhuru sio kwamba kwa sasa hivi kwamba ndio tumekosa uhuru sisi watu wa vyama vya siasa. Ni muda mrefu sana tumenyima uhuru kwa sababu ni chaguzi nyingi zimepita. Sasa chaguzi nyingi zimepita, lakini sio kwamba kwenye chaguzi hizo kwamba zilikuwa zifanye vizuri, kwamba watu walikuwa wagombea kwamba walikuwa hawashindi, walikuwa wanashinda tena sana. Ukiangalia kwa mfano kama chaguzi zilizopita, kuangalia 2005 watu wamefanya uchaguzi tena ule mzuri tena kwa wananchi wanavipenda hivi vyama vya siasa, lakini pia wamekuwa wakipokonywa haki. Kama ni mbunge ameshinda, lakini anapokonywa haki yake, ushindi wake anapokonywa. Ukiangalia ni kuanzia hiyo miaka ya 2005 bunge lilikuwa lina wapinzani, niseme kambi ya upinzani ilikuwa ina watu wengi, takribani wabunge kama zaidi ya 200. Unaona? Lakini sasa sio kama ni hao tu ambao walikuwa wameshinda, sio kwa wengi ambao walikuwa wameshinda. Na ukiangalia madiwani walikuwa wakigombea, lakini mwisho wa siku anaambulia patupa. Kabla tuendelea hapo, baadhi ya wadau wanasema kwamba mpangilio ama ule mchakato wa mwanzo ni kwamba baada ya kufanya mchakato ule mzuri kuhakikisha kuwa vyama pinzani vinachukua dola, ni kwamba wakati ambao wanajiandaa na harakati za uchaguzi, wao ni harakati za vurugu na changamoto mbalimbali. Kwa mfano anakuambia uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 ni wakati ambao baadhi ya vyama vya upinzani wao kwa wao walikuwa hawaelewani, na wengine wanasema kwamba hiyo ndio sababu iliyopelekea
baadhi ya sehemu sasa kushindwa katika kuchukua nyadhifa mbalimbali ama uongozi. Je, kwa hili kuna ukweli ndani yake juu ya hilo? Siku zote ukiona ndoa ya mke na mume inavurugika, unajua kuna chanzo. Sawa? Ukiona ndani vurugu zinakuwa zinatokea, hawa wawili mmoja wapo kuna unajua na matatizo. Sasa basi hata kwenye mambo ya siasa yanafananishwa na mambo kama hayo. Ukiona labda Chadema haelewani na chama na TLP, haelewani na CUF, ujue hapo kuna chanzo kiko hapa. Ujue kuna mtu unajua vita haitokei pasipo uchochezi. Kwa hiyo ujue kwamba hapo kuna mchochezi yuko pembeni, lakini huyo mchochezi ni anayezingatia maslahi yake binafsi. Kwa hiyo ndio maana unakuta vyama vingine vya siasa vinakuwa na mgongano, lakini pia sio kwamba ni mgongano kwamba walikuwa hawaelewani. Hapana. Ni namna tu kwamba ni kama vile nini wanasema fahari wawili wakiwa kwenye zizi moja, lazima vifo vinagongana. Kwa hiyo maana kwamba wale watu ni kama wanakosoana, kwamba sasa tunakosoana, wewe hamjaenda vizuri, hapa hamjaenda vizuri. Kwa mfano ukiangalia 2015 tumetengeneza kitu kinaitwa Ukawa. Ule Ukawa ulitikisa pazuri sana, ilitikisa karibia nchi nzima, ilijawa na joto la siasa. Kwenye ule Ukawa ule Lowassa ndiye alikuwa mgombea urais kupitia Chadema, lakini pia akisapotiwa na vyama vyote vya siasa vilivyoko kwenye nchi hii. Kwa hiyo ni kwamba Ukawa wote walikuwa wako nyuma ya Lowassa. Sasa basi wananchi walielewa uchaguzi ule na ulikuwa vizuri, lakini sasa wale watu ambao wanaitetea CCM kwamba endelee kushikilia hatamu, hawa ndio sababisha Lowassa akanyima ushindi wake. Sio kwamba kushinda, Lowassa alishinda. Hilo siwezi ningetoa ufafanuzi zaidi ama udhibitisho. Matokeo yalitangazwa, hayati Pombe Magufuli akawa ameshindwa, lakini wakati ule tuliona baadhi ya vyama vya upinzani vikiungana, vikiwa na umoja katika kutetea na kupambania kile ambacho walikuwa wanakipambania. Lakini wakati huo wanakwambia Lowassa ni mtu ambaye alikuwa na nguvu ya kifedha, nguvu ya siasa, nguvu ya kijamii, tofauti sasa na hawa wengine ambao tunaona kwa sasa hivi, kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa. Ndio maana wengine wanasema kwamba baadhi ya wanasiasa wanakwambia kwamba kile alikuwa na nguvu. Kumbuka alipeperusha bendera kupitia baada ya Chama cha Mapinduzi, akachukua kupitia chama pinzani. Wengine walisema hivyo. Nini mtazamo wako juu ya kipindi kile sasa na kwa sasa hivi? Tunaona hali kidogo imepishana. Yes, imepishana. Nimetolea mfano kwa huyo Lowassa, sio? Nikiwa na maanisha bado tuko pale pale kwenye swala la uhuru wa kufanya siasa, sio? Nikitolea kwa mfano kwa Lowassa ni kwamba kwa wakati ule alikuja akitokea CCM, akaja kwenye vyama wao wanaviita pinzani, lakini kwenye nchi hii hakuna chama ambacho sio pinzani. Chama vyote ni pinzani, hata CCM ni pinzani, hata TLP ni pinzani, MSR ni pinzani, wote tunakinzana, sio maana. Sasa Lowassa alikuwa na nguvu ya kifedha, ndio ni sahihi, lakini Lowassa, kumbuka, kwa sababu ya figisu, kuna Kiswahili watu wa sasa wanaita figisu, kumbuka akaunti zake zote zilifungiwa, sio? Zilifungiwa, bali zake zote zikakamatwa, ili mradi tu asifanye siasa kama inavyotakiwa, akose hata mafuta ya kupeleka kwenye mikutano ya kisiasa. Hayo mambo yamefanyika, lakini kwa sababu tayari wananchi walikuwa wanampenda, tulikuwa tunamsupport kwa namna moja ama nyingine. Angalia kwa mfano, tunakuja kwa mgombea urais wa Zanzibar. Urais wa Zanzibar alishinda, akapokonywa haki yake ya kimsingi kwa sababu tayari ameshashinda. Sasa tunakuja, ina maana kwamba nchi hii tayari kuna chama kimoja ambacho, yani kwa mfano kama hizi tume, yani serikali
au serikali inazidi kukiweka madarakani kwa sababu kwamba wao binafsi wanatengeneza maslahi yao binafsi. Kuna vitu wanazingatia maslahi binafsi ili kwamba kitumbua kisiingie mchanga. Kwa mfano, tuko kwenye uhuru mpaka leo, unajua huu uhuru ambao ulioleta kwa sasa hivi, hii mdanganya toto. Sasa mpango wao ni ule, kwa sababu kama ni nyakati hizo bado tulikuwa tunaruhusiwa kufanya mikutano, unaona bana, japo ikaje ikafikia hatua Mheshimiwa Magufuli Mungu amalize mahali pema peponi, lakini akafika hatua akafunga mikutano yote kwamba hakuna mwanasiasa kufanya nini tofauti na wa CCM, hakuna kufanya mikutano. Sasa tukanyima uhuru. Sasa angalia, tukaja 2020, si ndio? Tukafunguliwa tufanye nini? Tufanye mikutano ya siasa. 2020 tulipofika 2020 walichokifanya wakaweka nini inaitwa slogan ya kwamba tupite bila kupingwa. Sawa bwana, tupite bila kupingwa. Ile kupita bila kupingwa, watu wengi ndio tuletea madhara makubwa. Mimi ni mhanga. Ule ulikuwa wengi wao wanasema kwamba ni mchakato ndani ya chama, kwa sababu kila chama kina utaratibu wake. Leo hii tumezungumzia hapo. Leo hii wametoa kauli kwamba vyama vya siasa vifanye shughuli zao za kisiasa. Nini matarajio yenu kama vyama pinzani ama vyama vingine katika swala zima la kisiasa na mchakato kiujumla hapo miaka? Sisi mtazamo wetu wa kufanya siasa, hata sisi tulikuwa tunafanya siasa japo sio kwa ukubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya siasa. Sasa wameachilia kufanya sasa. Mimi nasema hivi, bado niko pale kwamba hapa ni kudanganya umma. Hawatatupa uhuru kama tunavyotaka. Hapa ni kudanganya umma, lakini pia kudanganya Umoja wa Mataifa kwamba tumeziacha siasa tufanye. Kuna kitu wao wameona ambacho wanapenda kujiharibia katika kidunia, kwamba hapa wapo ukisikia kwamba kuangalia maslahi yao kwamba yako namna gani. Tukiongea yale ambayo hawayataki, waanze kutufuatilia na kufanya vitu vibaya. Kwamba sasa hawa watu sio kwamba wameturuhusu kama kuturuhusu kwa nia njema. Hapa kuna unafiki ndani yake. Sasa ikiwa tuliruhusiwa mwaka 2019 tukaruhusiwa kufanya siasa, 2020 tukafanya siasa, ile 2020 ya tupite bila kupingwa, unaona watu wengi tulihatarisha maisha yetu. Hii ni Isa Mzango TV, na wewe unataka ni hapo kuhusiana na swala zima la vyama vya siasa kuhusiana kufanya siasa katika shughuli hii. Na hii ndio Isa Mzango TV, kwa nini haidano kwa nyuma ya kamera ilikuwa na Mashaka. Asante.